Nataka niwaambie ukweli wa kisaikolojia kuhusu tabia ya mwanaume kukasirika na kukufokea pale ambapo unakumbusha kuhusu kosa alilokufanyia. Najua wanawake wengi sana huwa mnaamini kwamba mwanaume anakufokea kwa sababu anakuchukia. Sio kweli. Naomba nikwambie kitu muhimu sana ambacho unatakiwa kukifahamu. Ni kweli, mwanaume akikusaliti wewe anakuwa amekukosea. Lakini mwanaume anayekupenda hasa huwa anaumia sana anapoona bado yale mambo yaliyotokea kati yenu yapo ndani ya moyo wako. Anatamani ifike mahali lile swala likae sawa, lile jambo lifike mwisho. Sijui kama unanielewa. Kwa mfano, tazama hata wewe unavoupata huo ukweli. Huo ukweli mwanaume anasumbua sana kukupa. Ukianza kumuuliza hiki na hiki kiko vipi, anatamani akudanganye ili kisikae kama kinavyotakiwa kukaa, kwa sababu anahofia kwamba ndoa yenu isije ikafika mwisho. Na kuna baadhi yenu unaweza ukamwekea masharti kwamba kwa sababu hutaki kuniambia ukweli kuhusu hili jambo, mimi na wewe ndoa yetu inafika mwisho sasa hivi. Unakuta mwanaume anaamua kufunguka ukweli wake kwa sababu kwa wakati huo anahamia kwenye upande wa kulinda ndoa. Anahitaji uwepo wako uendelee kubaki kwenye maisha yake. Ndio maana unakuta mwanaume anaweza akaconfess hata kama jambo ni kubwa kiasi gani, anaconfess. Lakini mwanaume asiyekupenda ni yule ambaye hata utakapomwambia kwamba hili jambo linaweza likasababisha ndoa yetu kuvunjika, halafu yeye anapuuzia. Sijui kama unanielewa. Yule ambaye yeye hajali, anasema fikiria unavyotaka, amua unavyotaka. Sijui kama unanielewa. Yule ambaye anazungumza hivyo, huyo ni mwanaume ambaye anaashiria yuko tayari kwa chochote. Lakini huyu mwanaume ambaye anakubali kukaa chini akakonfesi ukweli wake wote ili kulinda ndoa yenu ibaki salama, kwa sababu pengine wewe umetishia kwamba hii ndoa itafika mwisho kwa sababu hutaki kuniambia ukweli kuhusu hili jambo. Mwanaume anaamua kufunguka hata kama ni ukweli mchungu anausema. Huyo mwanaume ana nia ya dhati ya kuendelea kuishi kwenye maisha ya ndoa na wewe. Sijui kama unanielewa vizuri. Sasa ikishatokea mwanaume amekonfesi. Mwanaume akikonfesi kitu kwako, maana yake huwa ana nia ya dhati kabisa ya kuachana na hilo jambo alilolifanya. Najua pengine amekufanyia usaliti na usaliti unauma, ni kweli. Lakini anakuwa hapendi kukusikia tena unalizungumzia lile swala. Kwa sababu cha kwanza, kwake yeye ni aibu. Mwanaume yeyote anayekupenda akikufanyia usaliti na ukamkamata, kwake yeye ni aibu. Tena sio mpaka akufanyie usaliti. Yaani mwanaume hata ukimkamata yeye amemtumia message mwanamke na yeye anakupenda wewe, ni aibu kwake yeye. Huwa hatamani kabisa kuona unalizungumzia hilo swala kwa sababu linagusa ukweli wake. Unamfanya ajisikie aibu, anashindwa kukutazama vizuri usoni kwa sababu unaongelea aibu yake. Na matokeo yake mwanaume anatumia hiyo mbinu ya kufoka ili kupoteza kile kitu usiendelee kukizungumzia. Yaani hiyo ni mbinu yake ya kisaikolojia ya kukimbia huo ukweli. Hataki kabisa uzungumzie huo ukweli. Cha kwanza unampa aibu, cha pili na yeye anaumia. Hiki ni kitu ambacho wanawake wengi huwa hamfahamu. Yaani wewe unafikiri mwanaume anavofoka anajiangalia yeye tu. No, yeye mwenyewe ule ukweli unamuumiza. Kwa sababu yani unajua, sijui nikuwekee mfano gani. Kwa mfano hata wewe kibinadamu tu, unaweza ukafanya kitu, labda ulifanya kitu sehemu. Yaani siku moja ukikaa hata peke yako ukikumbuka kwamba ulishawahi kufanya hicho kitu, yaani unaona kabisa hii picha ingefutika kabisa yani. Sijui kama unanielewa. Yaani kuna ule wakati mtu ulishawahi kufanya kituko chako kimoja kwenye maisha, kiasi kwamba hata ukikaa peke yako, mtu hajakukumbusha, lakini umekaa peke yako, ukikumbuka lile jambo, yaani unajisikia aibu hivi, unawaza sijui watu siku ile walinichukulieje. Sijui kama unaelewa. Sasa hicho kitu pia kiko kwa mwanaume. Pale ambapo amefanya kitu ambacho kimempa majuto, huwa hapendi ukizungumzie kwa sababu yani kwanza anaona sijui alifanya nini. Yaani anaona kabisa alifanya kitu cha aibu. Kinampa aibu. Anashindwa kukufesi wewe. Hatamani muendelee kulizungumzia hilo swala. Na mwanaume anayekupenda anatamani hilo swala liishe haraka, ndoa yenu irejee kawaida. Na ndio maana hata ukimpa masharti ya kumtishia kwamba hii ndoa yetu itafika mwisho kama usemi ukweli kuhusu hili, mwanaume anaamua kufunguka. Na baada ya hapo mwanaume huwa anapenda hilo swala liishe. Sasa ubaya ni kwamba kisaikolojia wewe mwanamke unateseka kwa muda mrefu. Lakini pia kisaikolojia wewe mwanaume unamtesa unapozungumzia hilo swala mara kwa mara. Na ndio hiyo inakuwa sababu ya mwanaume kuwa mkali pale ambapo unazungumzia hilo swala. Ndio maana anakuambia, kwa nini wewe unaongelea mambo ya zamani? Kwa nini unataka tukae tujadili tu hichi kila siku? Kwa sababu anatamani lile swala lifike mwisho, mwanze kujadili mambo mengine ya maisha yenu. Kiujumla, jambo la mwanaume kukufanyia usaliti, hasa mwanaume anayekupenda, huwa hatamani uendelee kulizungumzia. Sijui kama unanielewa.
Na cha pili, mwanaume huwa ana ego ya kupenda kuheshimika. Sasa lile jambo alilolifanya kiujumla limemvunjia heshima, na ndiyo maana anapambana kukufanya wewe umsamehe ili ile heshima yake irejee tena. Kwa hiyo anapoona wewe kila siku unazungumzia lile jambo, kisaikolojia yeye anaona kama unamvua vazi lake la heshima, unamfanya kila wakati awe anaifesi aibu yake. Sijui kama unanielewa. Kwa hiyo yeye kisaikolojia anaona inamtesa, kwa sababu anaona mbona napambana sana kulimaliza hili jambo, mwenzangu halimalizi. Kwake yeye inakuwa changamoto, kwa sababu anaona kama vile anadharaulika, kwa sababu heshima yake yeye mwanaume ni kuwa mtu ambaye hana makando kando. Kwa hiyo anapogundua kwamba kuna kando kando ambalo amelifanya, anatamani kulisamalize haraka sana lifike mwisho. Kwa hiyo anakuwa anapambana kwa mbinu zote, anakaa na wewe, anakwambia nimeachana na yule mtu, wakati mwingine anakupa na ushahidi, wakati mwingine anakuacha hata simu uangalie ufanye nini. Yaani anakuruhusu wewe kujiridhisha kwamba ameachana na yule mtu. Halafu akiona wewe bado unaongelea lile swala, anaona kama vile unamvua vazi lake la heshima. Sijui kama unanielewa. Anaona kila saa unamlazimisha ifesi aibu, wakati muda mwingine hata yeye hataki kukumbuka hicho kitu. Naomba utambue kitu kimoja mwanamke. Hakuna mwanaume anayekupenda akafurahi kuona wewe unazungumzia ukurasa mbaya ambao uliharibu ndoa yenu. Yaani kile kitu ambacho kilileta picha mbaya kwenye ndoa yenu, mwanaume huwa hatamani kukisikia kabisa ukikizungumzia, kwa sababu sio kwamba aliona alichokifanya yuko sahihi. Yeye mwenyewe ni binadamu, ana akili timamu, anajua wazi alichokifanya alikosea, lakini hatamani sasa kiendelee kujadiliwa. Na ndio maana mwanaume anakuwa na nia ya dhati ya kukaa chini mlitengeneze hilo wewe na yeye. Ukimuuliza anajibu, na kuna kipindi mwanaume huwa anachukua hatua ya kuvumilia pale unavoongea unafanya nini, anachukua hatua ya kuvumilia. Kwa hiyo kuna muda ambao mwanaume huwa anajiwekea kwamba nitavumilia mpaka muda huu. Sasa akiona na wewe unaongea inakuwa kama ni too much. Sijui kama unanielewa. Ni kweli najua wewe mwanamke unaumia, lakini wakati mwingine unakuta wewe unapitiliza. Yaani yale mambo yanaendelea kusumbua ndoa yenu mpaka inavuka mipaka, kwa sababu mwanaume anatamani yale mambo tu yafanye nini? Yafike mwisho. Kwa hiyo kumuonyesha aibu yake kila wakati na yeye haimfanyi ajisikie vizuri. Sijui kama unanielewa. Na jambo la tatu, mwanaume huwa anaukimbia huo ukweli. Yaani kuna namna ambavyo mwanaume anajua alichokifanya ni ukweli, lakini hata yeye anaukimbia huo ukweli. Yaani kukubali tu kwamba kila wakati awe anakubali machoni kwako kwamba nina hatia. Inampa wakati mgumu, hata yeye anajisikia vibaya. Kwa hiyo kuna wakati anaukimbia huo ukweli kwa sababu anatamani hilo jambo lisifanye nini? Lisijirudie kichwani mwake. Kwa hiyo wewe unapokuwa kila mara unataka mzungumzie hilo, maana yake kila wakati unamfanya yeye akae alifikirie lile jambo baya alilolifanya. Na yeye anataka kulikimbia wakati huo, anatamani afikirie ndoa kwenye upande mzuri, kwamba hii ndoa yetu imerudi kuwa sawa. Kwa hiyo naomba muelewe wanawake, kitendo cha mwanaume kufoka, kukunyamazisha, kukwambia usiongelee hili jambo, sio kwamba anaongea kwa sababu yeye ana roho mbaya. Sijui kama unanielewa. Na hiki ndio kitu ambacho huwa hamkifahamu. Sio kwamba anaongea kwa sababu yeye ana roho mbaya, sio kwamba hakufikirii wewe, sio kwamba hakuwazii wewe, na yeye anajisikia aibu wewe na yeye kukaa mkajadili hilo jambo kila wakati. Sijui kama unanielewa. Kwake yeye ni aibu. Hicho kitu kiko kwenye pande zote, hata wewe mwanamke pia. Mwanaume wako anapozungumzia kosa ulilolifanya mara kwa mara unachukia. Na ndio maana hata wewe unasema, yani huyu mwanaume anakumbushia jambo hata liwe la mwaka jana. Huyu mwanaume huwa anakumbushia jambo hata liwe la mwaka juzi. Jambo tulishaongea likaisha, lakini yeye siku nyingine ukimkosea anakumbushia, unakwazika. Sasa ile hali pia iko kwa mwanaume. Na yeye akikosea hatamani kuona kila wakati unalizungumzia lile, kwa sababu anajua wazi alishakosea, na yeye hatamani ule ukweli uwe unaguswa mara kwa mara. Yaani inafika wakati na yeye anatamani ile aibu imuondoke. Hajisikii kabisa wewe na yeye kukaa mkajadili hilo jambo kila wakati. Kwa hiyo naomba nikwambie mwanamke, sio kwamba mwanaume wako anakuchukia. Hakuchukii, hiyo kaa ukijua. Na sio kwamba mwanaume wako anaona alichokifanya alifanya vizuri. Hapana, anajua kwamba alikosea. Na sio kwamba hicho mumeo alichokifanya haoni aibu. Hapana, anaona aibu. Hiyo lazima uijue. Na sio kwamba mwanaume wako anajielezea kwako kwa sababu hakupendi. Alijielezea kwako kwa sababu alikuwa anakupenda. Ulimpa masharti kabisa kwamba hii ndoa itavunjika ukiendelea kufanya hivi vitu. Hii ndoa itafanya nini? Itavunjika ukiendelea kuficha hili jambo. Mwanaume aliamua kukaa chini akakonfesi ukweli wake kwako kwamba mke wangu, ni kweli nilifanya 1 2 3, lakini naomba
nisamehe, ndoa yetu iendelee. Kitendo cha mwanaume kuconfess anaonyesha anakupenda na anahitaji uendelee kubaki kwenye maisha yake. Jamani, kuna wanaume hamjawahi kukutana nao before. Ni wanaume wa ajabu sana. Yaani ni afadhali hata huyo aliyekaa chini akakonfesi. Ni afadhali hata huyo anayekwambia ukweli, anaonyesha ana nia ya dhati ya kujirekebisha, kwa sababu amekubali kukiri kosa lake yeye mwenyewe wazi mbele yako. Lakini kuna yule mwanaume ambaye yeye unaweza kukuta ukaongelea kitu hata asijali. Ukisema mme wangu hiki na hiki ulichokifanya sijui ni, anakwambia wewe amua unachotaka. Hili jambo usipoweka wazi ndoa yetu itavunjika. Anakwambia wewe kama unaondoka nenda. Yaani ni mwanaume fulani hivi ambaye yani hajali kuhusu kinachoendelea. Huyo mwanaume ndio mwanaume ambaye hakupendi. Lakini mwanaume ambaye anakaa chini, anaungama kwako kwamba mke wangu, ni kweli nilifanya 1 2 3, naomba unisamehe, hili swala halitojirudia tena. Tafadhali sana, kaa ukijua huyo mwanaume anakupenda. Na mwanaume anayekupenda huwa hatamani kuona ukizungumzia mambo yake mabaya aliyokufanyia wewe. Huwa hatamani ufunue ule ukurasa wake mbaya, hasa kipindi ambacho yeye yuko kwenye harakati za kujirekebisha au ameshajirekebisha. Anajua wazi hiki kitu siendelee nacho. Kwa hiyo unapozungumza hicho kitu mara kwa mara anakwazika. Sijui kama unanielewa. Lakini niseme tu kwamba mwanamke naye anapokumbushia mara kwa mara, inaashiria kwamba hicho kitu bado kinamsumbua nafsini mwake, yani bado anateseka nacho. Kwa hiyo mimi naweza nikakushauri na wewe mwanaume kwamba jitahidi sana utafute kauli soft za kumzungumzia mwanamke. Mwambie kauli soft, yani kaa naye chini, kila anapozungumza weka naye chini, mwambie mke wangu, sio kwamba mimi nakataa kwa haya unayoyaongea. Ni kweli hiki kitu nilishafanya makosa, lakini muweke wazi kwamba mke wangu, unanifanya mimi nijisikie vibaya kipindi ambacho bado unalizungumzia hili swala, kwa sababu yani mpe sababu, kwa sababu hata mimi naumizwa na hili. Naumia ninapoona mke wangu unalijadili hili mara kwa mara. Hata mimi hili swala sipendi kulisikia, kwa sababu niliunguza. Yani nilichokifanya kiukweli hakikuwa kizuri. Kwa hiyo hata mimi sitamani kuona tunakaa mimi na wewe mara kwa mara kujadili swala hili. Sijui kama unanielewa. Kaa chini tu mueleweshe. Lakini nitarudi pia kwako wewe mwanamke. Ikifika kipindi jitahidi sana kuwa muelewa na usome alama za nyakati. Ni kweli mtu amekukosea, lakini usiendelee kuleta huo mrorongo, usiendelee kuleta huo mgogoro kwenye maisha yenu ya ndoa. Yani ondoa hilo tatizo, ifike mahali na wewe hilo jambo ulimalize. Kwa sababu kaa chini ufikirie, kuna sababu gani ya wewe kuendelea kukumbushia jambo ambalo tayari lilishatokea? Hauna namna ya kubadilisha. Hayo matokeo hayawezi kubadilishwa, ndio ilishatokea. Hata ukimlaumu sana, nini kitakachobadilika? Lakini cha kuzingatia ni kwamba mtu alikonfesi ukweli wake na alikiri kosa lake na aliomba umsamehe kwa hicho alichokifanya. Kwa hiyo ikifika wakati na wewe mwanamke, chukua muda wa wewe kuhili hilo swala. Na kama unaona unashindwa kuhili, tafadhali sana muelekeze mume wako, mueleweshe kwamba mume wangu, najua hili swala unachukia unavyosikia nalizungumzia, lakini hata mimi bado mwenzako linanisumbua moyoni mwangu. Hiyo ni nafasi nzuri sana ya mume wako kukaa na wewe akakwambia maneno mazuri ambayo yatashusha pressure yako, yatasababisha wewe uendelee kupona taratibu. Na wewe mwanaume ni vile vile nilivyokuambia, unamwambia tu mke wako kwamba najua mke wangu, hiki unachokiongea ni kweli, hili kosa kweli nilikufanyia, sijakataa kwamba nilishakufanyia kitu kibaya, lakini mke wangu, naomba hili swala ifike mahali lifike mwisho. Yani unajaribu kuzungumza naye kistaarabu. Na wewe mwanamke, mwanaume wako anapojishusha, mwanaume wako anapokaa chini anatengeneza hilo swala, tafadhali sana pokea, ifike mahali hilo swala liishe. Usifikiri mwanaume anatamani kusikia hilo swala kila wakati, na yeye anachoka, na yeye anaona aibu, na yeye anajisikia vibaya, na yeye anaona kama heshima yake inashuka. Kila wakati unapozungumzia hilo jambo, mwanaume anajihisi kama ni mtupu, yani unakuwa kama vile unamvua nguo. Na hicho kitendo kwa mwanaume ni kigumu sana kisaikolojia. Mwanaume kuufesi ukweli wake ni ngumu. Na ndio maana huaga mnasema wanaume wengi wanakuwaga waongo. Wanaume wengi wakati mwingine sio kwamba wanakuwa waongo kwa sababu tu huo uongo wanapenda kudanganya. Wakati mwingine wanadanganya kwa sababu ya kuepuka tu matatizo. Sasa usimfanye mwanaume wako ambaye alikiri wazi kwako kosa lake ajione kama kukiri ndio alifanya makosa. Mfanye tu mwanaume aone kitendo cha yeye kukiri kilikuwa ni kitendo ambacho kimeleta ustawi kwenye ndoa yenu, sio kwamba kimesababisha tatizo kwenye ndoa yenu. Najua ukweli huwa unauma sana, lakini ukweli huwa unamweka mtu huru.
Furahishwa sana na kitendo cha mume wako kuamua kukonfesi ukweli wote kwako, kwa sababu hicho ni kitendo ambacho kinaashiria kwamba huyo mwanaume yuko tayari kujirekebisha na kuanza upya. Kwa hiyo mpe nafasi, mpe muda wa yeye kuanza kutengeneza hilo swala. Na hata mwanaume wako anapoanza kuishi maisha mengine na wewe, yapokee hayo maisha mengine, kwa sababu kwenye maisha ya ndoa kuna mambo mengi tunapitia. Kwa hiyo ukiona umepitia hilo, ndio kawaida ya maisha. Wakati mwingine mnaweza mkapitia changamoto, lakini kubali kukaa na mume wako mseto, hilo jambo liishe. Kuzungumza kila wakati sio suluhu, sio solution. Hakuna kinachotengenezeka. Japokuwa najua unaumia, lakini kaa na mwenzako chini kistaarabu. Umwelekeze, mume wangu, mimi mwenzako, lile swala bado linanisumbua moyoni mwangu, bado lina maumivu na lile swala. Na yeye mwanaume atafuata hicho kwamba mke wangu, najua ni kweli nilishakufanyia makosa, lakini tafadhali sana na kuomba mke wangu, ifike mahali haya mambo yafanye nini, yafike mwisho. Na wewe mwanaume ukiwa unafoka sio solution. Na ninajua sio kwamba unafoka kwa sababu unapenda kumfokea mke wako au unamchukia au huoni kama ana haki ya kulalamika. Hapana, naelewa ile ni hali ya kisaikolojia na upande wako wewe kujisikia vibaya. Mwanamke wako kila wakati anapogusa lile baya ulilolifanya, kibinadamu na wewe hujisikii vizuri. Unatamani mkae na mke wako mjadili mambo mengine na maisha mengine yaendelee. Mwanamke, naomba nikwambie kitu cha mwisho. Mwanaume yeyote anayekupenda anatamani lile kosa alilolifanya ifike mahali lifike mwisho, maisha yenu ya ndoa yarejee kuwa salama, mwanze kuishi vizuri. Na ndio maana unapoendelea kukumbushia hilo swala mara kwa mara, anaanza kukwazika, kwa sababu hata yeye hiyo picha inamfanya ajisikie vibaya. Hiyo ni picha mbaya ambayo hata yeye hatamani mtu amuonyeshe. Kwa hiyo kitendo cha wewe kuwa unamuinulia bango kuhusu hilo swala kila wakati ni kama vile unampa kioo cha kujiona yale aliyoyafanya. Kwa hiyo inakuwa inamfanya hiki saikolojia ahisi kwamba kumbe hata hiki ninachokifanya sasa hivi kwenye maisha yetu hakihesabiwi. Mke wangu bado yuko kule. Yeye anavyokupenda anatamani akung'oe kule akulete huku, mwanze ukurasa mpya. Sasa wewe unapong'ang'ania kubaki kwenye ukurasa wa zamani, ndio kitendo ambacho kinamkwaza mwanaume, anaanza kufoka kuhusu lile swala ambalo wewe unalirudia kulizungumzia mara kwa mara. Kwa hiyo ni hivyo tu. Sio kwamba mume wako anakuchukia, sio kwamba mume wako hakupendi, sio kwamba mume wako anakataa kosa. Hapana. Mume wako na yeye inafika kipindi anajisikia vibaya kuona wewe bado unazungumzia lile swala kila wakati. Anatamani ifike mahali hilo swala lifike mwisho, muendelee na maisha mengine. Kwa hiyo ni hayo tu. Naamini kuna kitu ambacho utakuwa umekielewa hapa.